لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة العصر. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يقسم ربنا بالدهر، أي الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم. الله سبحانه وتعالى anawafia wakati, muda ambao yanatokea matendo ya mwanadamu. Allah anawafia wakati wal asiri, na hapa kwa wakati wal asiri. Wakati wal asiri ni wakati wa jioni ambao unaashiria mwisho wa matendo ya mja na namna atakapolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo ameyafanya. Na hili pia linaonyesha umuhimu wa wakati. Innal insana lafi khusr, na hili linaitwa jawabu la kiapo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia. Hakika asili kwa watu wote ni wenye mapungufu na wenye maangamivu. Watu wote wako kwenye hasara, watu wote wampata hasara. Innal insana, hakika watu wote, lafi khusrin, ni watu walio katika hasara, watu walio katika maangamio. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawataja wale ambao wamesalimika na maangamio hayo. Ni watu waliosifika na sifa 4: illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini wakaifanyia kazi imani yao. Waamilu salihat, na wakatenda matendo mema, kuifundisha ile elimu walionayo kwa yule ambaye asiyejua. Wamejua wao na wao wakawafundisha wenzao, wameamini na wakatangaza imani yao, na imani inafungamana na elimu. Watawasau bilhaqi, lakini pia wakahusiana kushikamana na haki. Watawasau bisabri, na wakahusiana kuwa na uvumilivu na kusubiri. Katika utekelezaji wa amri za Allah tabaraka wa taala, na kusubiri pia katika matatizo ambayo Allah amewakadiria, lakini pia wakasubiri kuzizuia nafsi zao kuingia kwenye maasi. Wakahusiana wao kwa wao kwa upole na ulaini juu ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewataka watekeleze. Wal asri, na hapa kwa wakati wal asri. Wakati wal asri ni wakati wa jioni ya siku, wakati ambao matendo yanaangaliwa mwishoni kwake na kila mmoja atalipwa kwa yale ambayo ameyafanya. Innal insana lafi khusr, hakika watu wote wako kwenye hasara, wameangamia na wote ni wenye mapungufu.
illa alladhina amanu, isipokuwa wale waliomwamini Mola wao. Na imani kukamana na elimu, manake wamesoma wakajua wakaamini. Wa amilu salihati, na wakatenda matendo yaliyokuwa mema. Ile elimu waliyosoma wamejua haki. illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini walitambua haki wakashikamana nayo haki. Hawakutosheka na hivyo, wa amilu salihati, wakaifanyia kazi hiyo haki wakafanya matendo mema. Watawasau bilhaqi, wakahusiana kushikamana na haki, wakawafundisha wenzao ambao hawajajua ile haki ambayo wao wameijua, wakawahimiza watu. Lakini pia vile vile wakahusiana kuwa na subra. Watawasau bisabri, na wakahusiana kuwa na subra katika kutekeleza amri za Allah tabaraka wa taala, na kuwa na subra katika kujiweka mbali na maasi ya Allah tabaraka wa taala, na kuwa na subra katika masaib na matatizo yanayowapata katika kadari za Allah tabaraka wa taala. Kwa subra ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kusubiri katika taa mpaka ukaitekeleza ile taa ya Allah tabaraka wa taala, na kusubiri katika kadari ambayo ina maumivu. Lakini pia kusubiri katika kuzuia nafsi kuingia katika maasi. Hizi ni aina tatu, ni daraja tatu za subra. Subra katika taa, subra katika kuzuia nafsi kuingia katika yale yaliyokatazwa na Allah, mambo ya haramu, na subra katika kadari za Allah tabaraka wa taala ambazo nakadiria zenye maumivu. Kwa hivyo sura hii ni katika sura ambazo zimeenea na mafundisho yake, maelekezo yake yameenea. Lau kama Allah tabaraka wa taala asingeteremsha sura nyingine ila hii, basi muongozo wa sura hii ungetosha wanadamu kutekeleza mafundisho ya Allah tabaraka wa taala na kusimamia ibada za Allah tabaraka wa taala, kama nilivyosema katika maneno ya al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala: law ma anzala Allah illa hadhihi sura lakafathum, law Allah asingeteremsha sura isipokuwa hii, basi ingetosha watu sura hii kuwa ni mwongozo wao. Kwa maana ya kwamba Allah tabaraka wa taala ameanza kwa kuwapa wakati wala asiri. Kuwapia wakati wala asiri kuna maanisha umuhimu na kuzingatia nafasi ya wakati katika maisha ya mwanadamu. Wakati sio jambo la kupoteza, wakati ni jambo la kuutunza na kuuchunga na kuutumia wakati wako vizuri. Innal insana lafi khusr, watu wote wako kwenye hasara. Halafu baada ya kuwa Allah tabaraka wa taala ameeleza kuwa watu wote wako kwenye hasara, na jambo hili limetanguliwa na kiapo, na muwapaji ni Allah subhanahu wa ta'ala, maana asili ya watu wote wameangamia, asili ya watu wote wako kwenye hasara. Kisha akataja makundi manne ya watu ambao wamesalimika na hiyo hasara. Kundi la kwanza akasema illa alladhina amanu, na hawa ni watu ambao wamejua haki, maarifatul haki, watu wamejua haki, wameisoma, wameifuata, wameikubali, wamelazimiana nayo. Wa amilu salihati, wakaifanyia kazi haki hiyo ambayo waliojua, wameamini na wakaifanyia kazi imani yao kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema. Halafu watawasau bilhaqi, hawakuishia kubakia wao tu, pia wakaitangaza ile haki kwa watu wengine, wakahusia watu kushikamana na haki na kuifuata na kuikubali na kuwafundisha watu. Watawasau bisabri, na wakahusiana kuwa na uvumilivu, kuwa na subra katika kulazimiana na haki na kuitangaza haki hiyo. Tukasema kwamba subra ina daraja tatu. Subra imegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza tumesema nini? Subra katika taa, maana yake ukavumilia mpaka ukaitekeleza ile taa na ukadumu katika taa. Ni jambo linataka subra, kwa sababu nafsi siku zote inabadilika, mara inashuka, mara imani inapanda. Lazima mtu awe na subra katika taa mpaka aweze kutekeleza ile taa na kudumu katika hiyo taa.
na sehemu ya pili ya subra subra katika kadari ya Allah yenye maumivu. Kadari ya Allah iko katika hali mbili, kuna kadari ambayo haina maumivu na kuna kadari ina maumivu. Kadari ya matatizo ndio yenye maumivu, lakini kadari ya kupata pesa na afya utapata maumivu wapi? Usikia raha tu. Hii ni kadari. Allah sema fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Alafu wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kwa kadari ambayo mtu ameneemeshwa, Allah amemkadiria kuwa na afya nzuri, watoto wana afya, yeye mwenyewe ana afya, shughuli zake zinakwenda, hali ya uchumi nzuri, huwa hajui kama ile ni kadari kwamba Allah amemkadiria na amempa mtihani katika ile hali alikuwa nayo. Kwa hiyo kadari yenye maumivu, umeharibikiwa, umefiliwa, umeibiwa, umepata maradhi, hii ni kadari ya Allah yenye maumivu. Kwa hiyo kuwa na subra katika kadari yenye maumivu. Na sehemu ya tatu, subra katika kujizuia kwenye maasi ambao ukaweza kuyaepuka. Maasi yanakufuatilia, vishawishi vinakuwa vingi, lakini wewe unaizuia nafsi yako kuingia katika maasi mpaka ukaweza kuepuka maasi haya. Hii ni sura yetu ya leo, tuishia katika sura hiyo hiyo. Allah akitupa afya tuendelea na sura nyingine katika darasa yetu itakayofuatia. Sallallahu alaihi